Taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeshuhudia hatua muhimu katika uongozi wa serikali baada ya mapendekezo ya jina la Waziri Mkuu wa Tanzania kutoka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwasilishwa rasmi na mpambe wa Rais Brigadia Jenerali Nyamburi Mashauri mbele ya Spika mpya wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azzan Zungu. Mheshimiwa wabunge, uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 51 kifungu kidogo cha pili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atamteua mbunge wa kuchaguliwa. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba anachukua nafasi ya waziri mkuu aliyehudumu kwa miaka 10 iliyopita kuanzia mwaka 2015, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Na sasa Dr. Mwigulu anakuwa waziri mkuu wa 12 wa Tanzania. Butwaa na kutoamini ndivyo vinavyoonekana kwenye sura ya Dr. Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani hii kubwa. Natambua imani si kubwa tu kwake, bali ni dhamana kubwa kwa Watanzania kwa kunipendekeza katika bunge lako tukufu kushika nafasi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uzito wa majukumu haya pamoja na matarajio yake pamoja na matarajio ya Watanzania. Nitafanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na jitihada kubwa kuweza kukidhi matarajio hayo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na Watanzania kuwa makamu wa rais. Tuna imani na utendaji wake na tunaamini kwamba atamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Hatua hii inaashiria ukurasa mpya katika uongozi wa taifa, na hapa ndipo Mwigulu Nchemba anawahakikishia tabasamu wa Tanzania, hata kwa wale wenye hali ya chini, kwani yeye amejitanabaisha kuwa mmoja ya watu waliouishi umasikini na sio kuusoma kwenye vitabu. Niwakumbushe Watanzania, mimi umasikini wa Watanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi. Na Mheshimiwa Spika, katika maisha yangu haya, katika umri wangu huu, miaka takribani 32 nimeishi katika maisha hayo ya umasikini. Nimeishi katika maisha ambayo, kwa wale wanaokumbuka, kule vijijini mama zetu, dada zetu wakivaa gauni huwa wanajifunga nguo kiunoni. Ile nguo anayojifunga dada yangu, ile nguo anayojifunga shemeji yangu ndio ilikuwa nguo yangu ya kujifunika. Kwa hiyo kabla hajamaliza shughuli zake za kila siku, silali mpaka akalale ili nipate shuka ya kujifunika. Na asubuhi